Jeshi la polisi mkoa wa Kusini Unguja limezuia mashindano ya kukimbizana ya vyombo vya matairi mawili ikiwemo Vespa na pikipiki yaliyokuwa yafanyike Unguja Ukuu hadi Jendele Juni 28, 2026. Akizungumza na waandishi wa habari huko makao makuu ya polisi mkoa wa Kusini Unguja, kamanda wa polisi mkoa huo, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Daniel Shila amesema mashindano hayo yaliyoandaliwa bila kufuata taratibu za usalama barabarani na bila kuwa na kibali yangeleta kero na kuhatarisha usalama wa watumiaji wengine wa barabara. Kamanda Shila amewakamata watu 17, pikipiki 47 pamoja na gari 2 ambazo zilifunga barabara ya Unguja Ukuu kuelekea Jendele. Jeshi la polisi mkoa wa Kusini Unguja linapenda kutoa taarifa kwa umma kuhusiana na tabia ya makundi ya vijana kuendesha vyombo vya moto hasa pikipiki katika barabara za umma bila kufuata taratibu za usalama barabarani, kwa kufunga barabara na kuzuia matumizi ya barabara hizo kwa watumiaji wengine. Hivi karibuni kumejitokeza tabia kwa makundi ya vijana kutoka katika maeneo mbalimbali ya mji wa Zanzibar kufanya mashindano ya kukimbiza vyombo vya matairi mawili ikiwemo Vespa na pikipiki bila kibali, hali ambayo inaleta kero kwa watumiaji wengine wa barabara. Mnamo tarehe 28 mwezi Juni mwaka 2026 majira ya saa 10 jioni, vijana hao walijikusanya katika barabara kuu itokayo Unguja Ukuu roundabout kuelekea Jendele katika wilaya ya Kati mkoa wa Kusini Unguja, wakiwa tayari kuanza mashindano haya. Jeshi la polisi liliingilia kati na lilipofika katika eneo hilo kwa lengo la kudhibiti mkusanyiko huo, kwani mkusanyiko ama mashindano hayo hayakuwa na kibali kutoka mamlaka yoyote na hivyo yalikuwa kinyume cha sheria. Katika operesheni hiyo, jeshi la polisi mkoa wa Kusini Unguja limefanikiwa kuwakamata watu 17, kati yao wakiwemo wapanda pikipiki 15 na madereva wa gari 2. Pia limefanikiwa kukamata pikipiki na Vespa 47 na gari 2 ambazo zilikuwa zimetanda na kufunga barabara kuu ya Unguja Ukuu kuelekea Jendele. Wito wangu ni kwamba jeshi la polisi mkoa wa Kusini Unguja linatoa wito kwa wananchi wote kuacha mara moja kufanya na kushabikia vitendo vya uvunjifu wa sheria ikiwepo sheria za usalama barabarani ambavyo vinaweza kuleta madhara kwa jamii. Badala yake wanatakiwa kutii sheria bila shuruti ili kuondoa madhara katika jamii ikiwepo ufungaji wa barabara za umma, ajali ambazo kwa kweli ajali zimekuwa zikisababisha madhara makubwa ikiwepo majeruhi na vifo, na zinaathiri utendaji wa shughuli zingine zikiwepo shughuli za usafirishaji katika barabara za umma. Tunakemea kwa nguvu vitendo vya vijana kufunga mabarabara, kitendo ambacho wanajua kabisa kwamba kinasimamisha matumizi yote ya barabara na kuathiri watu kijamii, lakini pia kiuchumi. Na niendelee kuwasihi wananchi waendelee kushirikiana na jeshi la polisi kwa kutupa taarifa zinazohusiana na uvunjifu wa sheria mbalimbali zikiwepo sheria za usalama barabarani, ili jeshi la polisi liweze kuingilia kati kwa haraka na kuondoa madhara ambayo yanaweza kutokea kwenye jamii. Asanteni sana. Nikiripoti mimi ni Fatma Haji wa VOP TV. Tembelea YouTube channel yetu VOP Online TV kwa habari moto moto. Subscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili kuwa wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kulike, kucomment na kushare. VOP Online TV.